sasa ni wakati ya mahubiri. Nasikia mnatutumia karumbo kama hivi yasema sauti ya mtu ikalia jangwani. Na ule mwenye anaweza kusema ni nani? Ni Yohana. Asa Yohana anacha bantu manenda kuhubiri mjanga. Haleluya. Sipaka hivi mnacha bantu mnenda kuhubiri mdeze. Mule batanishikia ni banani? Ni banani moja ni. Haleluya. Na ishi fo kuhubiri bantu. Kwa barefu sana, mtatusomea kitabu cha Genèse chapitre 21 verset 8 à 14. Nous allons lire le premier livre de Moïse, Genèse chapitre 21, verset 8 à 14 dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Agar dans le désert se l'entête. Asema hiki ndio kitu. Asema Agari anajikuta mjangwa. Shuka moja. 8. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Haleluya. Asema hii inakuwa ni kukomea kwa Isaka. Abraham, Sara anazala Isaka. Isaka anaanza kukomea. Anaanza kulia bui. Kunakuwa siku moja hivi Isaka anafasa anakomea kwa kaloko. Na ile siku ikakuwa furaha sana kwa Abraham. Akacelebre fete ya mwenye haleluya. Amen. Ijua nini? Parce que Isaka anaanza kukomea quand même. Ndio pale peko problem. Kuzala Isaka haina problem ya munene sana. Na mambo tuangalie na Isaka anze kukomea saa moja. Asibakile fasi moja. Haleluya. Ile ilikuwa ni furaha sana ya mingi kwa Abraham. Anaangalia mtoto la rizala. Anaanza kukomea hapo. Anaanza kukomea. Anaanza kurabui. Anaangalia Isaka siku moja hivi eti anashimama anaanza kula bukari. Haleluya. Akacelebre fest munene sana. Jule gani furaha sana. Mshuke mwana. Ndio. Sarah vit vivre le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Haleluya. Mambo inaanzia pale sasa. Sara shughuli yake na mtoto. Na Mungu alibulakaka. Asio tazama mtoto. Na anazala nani? Isaka. Na wakati ile Sara ashughuli yake na mtoto, alibebaka servant wake, ule wanaita Agar. Anampatia Abraham. Ase kama huku mwaye nipata hata mtoto kupitia servant wangu. C'est-à-dire Abraham alipata mbele mtoto wa kwanza ni Ismaeli. Haleluya. Na ule mtoto alizalika kwa nani? Kwa servant Agar. Kuangalia Sara nenda nazala Isaka. Isaka anaanza kukomea. Kukomea kwa Isaka, kuangalia hivi Ismaeli anaanza problem na Isaka. Haleluya. Anaanza problem na Isaka. Aske ni batoto wawili amapatana ketu sana. Panakuwa problem moja. Anaangalia Ismaeli anaanza kumkwaza Isaka. Ndio Sara anasimama, anaenda kumuonesha Abraham. Abraham, umfukushe mbele u servant. Je vois mambo nyingine na sababu. Haleluya. Asema umfukushe. Ende mbali. Kushuka. Nijua nini? Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Donc problème alikuwa icheko, bien vikwazo. Vile Ismaeli alikuwa na problème ni ya kurithi. Sara anaangalia sema nono. Heritage ni kama ni moya. Na héritier anakaka moya. Na tunajiretumia na watoto wanakuwa baadaye. Inakuwa sasa menasi kwake. Asema Abraham, umfukushe uwe esclave servant na mtoto wake
Basi Ismaeli asiwezi kurithi na Isaka pamoja. Haleluya. Haiwezekani. Mzee, munyumba tu unaoa babibi baadaye. Wa kwanza anakuzalia, wa pili asizali. Ufire ya mzee anakuwa kuzala kutosha. Na anakuonesha sema fukusha ule bibi yako mwingine na mtoto wake utafa mbele. Utabaka pepo. Sasa mzee na wewe utafaje? Utaandama ule mwenye esclave. Mzee vile na wewe utafaje? Utabachunga bote. Ubakabula kila mtu aenda kwake huko. Haleluya. Njoo pale panakuwa mambo. Njoo pale panakuwa problem. Sara akasema Abraham, fukusha gari. Acha mtoto wake asiwezi kurithi pamoja na nani? Na Isaka, haiwezekani. Na Abraham anaangalia Sara na yeye hapo tu mambo ngumu sana. Ase Ismaeli ni mtoto wangu, Sara na wewe ni komplike maisha hivi. Mfupushe tena je. Ismaeli na yeye ni mtoto wangu. Ile mon fils, ile mon sang. Sio mpaka vile Mungu kubwa anatoka kusema. Sasa nitabatunga wote basi ni watoto wangu. Sasa una Fidel. Parce Sara ndio bibi wa kwanza anakuonesha sasa fukusha ule servante na mtoto wake. Sasa hatuwezi kupata ba héritier baadaye. Héritier ni karata huu moja. Na wakati tunaangalia selon loi, sheria ya dunia. Héritier ni karata ni mtoto wa kwanza. Na Sara na mtoto wake wa pili anaanza mfukusha wa kwanza mwenyewe. Ase atoke. Haitariti pamoja na mtoto wangu mimi. Sake haleluya. Asa anakuwa héritier wa kweli nani bwana? Aske selon sheria tu ya dunia. Iko mtoto wa kwanza, si ndio vile? Banangana kule iko na miaka ya mingi. Ase huyu ndio anaweza kuherite. Na mambo ya Mungu inakuwa compliqué. C'est-à-dire mambo ya Mungu inakuwa kuachana na watu. Haleluya. Amen. Asema mfukushe. Sipende kumuona hapa. Sipende kumuona hapa. Sikakuna moyen. Mtoto wake arithi pamoja na mtoto wangu sasa. Mshughuli. Cette parole depuis fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Sisi mzee anatoka kusema. Asema nitawachunga wote baadaye. Kama sasa wewe Sara. Na yeye ni mtoto wangu. Kama sasa. Ifo nibachunge wote baadaye. Na ile maneno moya moya ilimchukiza na yeye Abraham. Baki hivi mzee anashirika mbele sino. Sara sina serious. Kama atanionyesha nyandame mtoto wangu mimi, damu yangu. Abraham akashirika sana. Sara, bora ni komplike maisha. Kisha hizo kufukusha mtoto wangu mimi. Wote baadaye ni banani? Ni damu yangu mimi. Mshuke mwalimu. Cette parole depuis fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux. Alléluia. Kama unaitwa Abraham, Sara anakuonesha sasa fukusha ule servant na mtoto wake. Ile maneno isikuzunishe. Ule na ndio Mungu anasema vipi? Mzee. Isikuzunishe, umwandame tu yeye. Fukusha yeye. Asema Mungu akasema sasa sema. Ile maneno ambayo Sara anatoka kuonesha isikuzunishe. Utafanya nini? Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Alléluia. Amina. Kama wewe atangi Abraham, kazi yako ni ya kwanza kumshikia Sara. Sara anasema andama Agar. Ni kuandama yeye. Anini? Sara anasema fanya hivi. Ndio mama Sara. Sara anasema fanya hivi. Merci mama Sara, ndio.
Donc il y a un problème de fidélité. Parce que Sarah ndio anakuwa bibi yako wewe Abraham. Ule Agar ni servante. Et il faut que sasa udifocaliser. Parce que bantu ba mingi ile maneno bahuzunisha sana. Nitaandama tu mtoto wangu je. Na Mungu naye anasema hivi. Kile chote Sara atakulomba wewe kwa nini ukitimiza? Kama ni kuandama gari, ukusha yeye endi. Mshuke mwalimu. Ndio. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est disant que sortira une postérité qui te sera propre. Alléluia. Sikia sasa mama. Asema wewe kazi yako ni ya kubakia fidele kwa nani? Kwa Sara. Kile chochote atakulomba kwa nini? Umkaburie. Parce que postérité yako kizazi chako cha wewe Abraham kitatokea ni wapi? Ni kwa Sara. Ana kwa ule servant. Ndio pale panakuwa problem. C'est parce que bantu banakuwa na confusion ya kizazi. Mtu akizali Ismaeli hivi anasaba na kizazi chake. Haleluya. Na Mungu anakuonesha hivi. Waze kutimiza maneno yote nani atakuonesha? Sara. Sara anasema hivi, ndio madam Sara. Anasema fanya hivi, merci mama. Ndio kazi yako wewe atanki Abraham. Na kama anasema fukusha servant, andama yeye. Ile kazi Mungu anampatia Abraham ni nini? Ni fidelite. Parce que kizazi cha Abraham kitatokea ni kwa nani? Ni kwa Sara. Haleluya. Wanakuwa mambo ya confusion vizazi. Ndio pale unasikia Musa sema nitawachunga wote baadaye. Parce que siwe mbele kizazi chake chenye propre ni kiaje. Donc confusion. Il faut kubakia fidèle kwa Sara. Parce que kupitia Sara ndio utapata kizazi chako propre. Ismaeli mbele na Agar na mama yake ubandame mbele mbele. Mshuke mwalimu. Ndio. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Okay. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Alléluia. Abraham sasa anaangalia sema hii mambo inanipigia yangu. Sara mwenyewe anakuwa komplisi wa Mungu bien. Nifeje? Anamwanda Agar. Asubuhi tu sana, asubuhi, hana kama magharibi. Abraham analamuka, anabeba kipanda mkate, anabeba mai, ulia kumkaburia Agar mu mikono, yana mweka pa mabeka. Haleluya. Asema beba muziko yako wende nayo. Haleluya. Donc Abraham anakuwa fidèle kwa nani? Kwa Sara. Malgré Ismaeli ni kizazi chake. Anamuandama mbele. Mnafika wapi? Tuko M14. M14 ndio mwisho. Ndio. Uzuri. Leo tunasumbulia theme yetu ya leo ni heritage. Heritage. Parce que mambo ya heritage inakuwa na confusion sana. Il faut toujours pour que uitwe héritier. Utafaa mbele nini? Kunakuwa ma condition na hiyo. Ile unapaswa kufuata. Parce que selon héritage ya dunia, il faut que mtu wa miaka ya mingi, l'aîné de la famille, ndio utarithi. Na kwa Mungu hana vile, kunakuwa mambo mengine. Cha kwanza mbele, waanze kusikia Sara kile na kuonesha wewe antanki Abraham. Cha pili, fukusha Agar na mtoto wake bende mbali na wewe. Haleluya. Cha tatu, yua mbele kizazi chako ikiaje. Na Mungu anakuonesha hivi, kupitia Isaka ndio kutakuwa kizazi chako. Tasoma Galates chapitre 4 verset 20 à 26. Galates chapitre 4 verset 20 à 26. 20 nous dit ceci. Je voudrais être maintenant auprès de vous. Alléluia. Ninaangalia nilikuwa yulu sana. Nina ananishikia hapo. Nilikuwa kumbingu sana.
ninajira tume ce n'est pas possible. Isikuwa saa nani saa Jean-Baptiste minaanza kuhubiri mjango. Haleluya. Sisi yangu ni jua abantu bafanye nini? Banishikie. Ndio kama watu wanishikie. Siku sasa ninahubiri mdeze. Nilikuwa lulu sana. Hapa sasa mnapenda ushuka chini tusikilizane sasa. Mshuke mzee. Ndio. Je voudrais être maintenant auprès de vous. Et changer de langage. Hapa mnapenda kuchanger sasa sauti. Haleluya. Ile sauti nilishuka nayo ilikuwa ya kumbingu sasa. Ifo tuende sasa terre à terre tusikilizane bien. Parce que sikuwe mimi nahubiri tu budi. Na watu hawakomprendre. Haleluya. Susi ya Mungu ni wakati mnahubiri, ni mtu anashikia, anatenda kile kenye mnahubiri. Mshuke mzee. Ndio. Car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Oui, je suis dans l'inquiétude. Effectivement. Inaangalia watu hawa comprendre. Mzee passer non mitachunga wote baadaye. Donc asha comprendre. Mambo iko hapo. Il faut changer mbele langage kwanza. Twende na 26 na 21. Vous qui voulez être vous qui voulez être sous la loi, n'attendez-vous point la loi? Alléluia. Asema muoneshe watu wala napenda kuwa chini ya sheria. Asikie mbona sikia yenyewe sheria inasema. Watu wanapenda sheria sana. Na sheria yenyewe kile kinatulomba atukomprendre mbele. Mshuke mzee. Tunashuka kwa ruhusa mwalimu. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Alléluia. Mambo mnatoka kuniambia hapa. Ana mambo mnakuambia. Iliandikiwa. Abraham alipata watoto wanne. Wa kwanza ni wa esclave, wa pili ni wa Sara. Alléluia. Mshuke mzee. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Alléluia. Ndio pale mambo inazidi. Asa ule mwenye mtoto wake Hagar, ule Ismaeli, ule balimuonesha saa mfukushe. Wapi alizalika ni mwili. Haleluya. Toka mzee yeye anabeba na mwili na vyote ni vyake. Haleluya. Ndio pale nilipenda kushangia mbele sauti buke tusikilizane bien. Ushenda sema mimi na Hagar na Sara bote ni bangu. Il faut comprendre mbele. Asema Ismaeli alizalika ni mwili. Kama unaleva Sara na Ismaeli, donc Isaka na Ismaeli bote na bachunga, sitaki na mwili na leo na ichunga. Haleluya. Amen. Pale panakuwa mambo. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Haleluya. Na ule Isaka yeye alizalika ni kupitia promesse. Parce que Mungu alimbaraka Abraham. Ile mahubiri je pense mulishikiaka kwa mzee Gige. Sio utazaa mwana. Mtoto wa promesse. Na huyo anakuwa ni mtoto wa kuzalika mkimwili tu. Ndio pale unashikia Sara, tusi yake ni nini? Abraham afukushe nani? Ismaeli. Abakie na nani? Na Isaka. Sasa kupitia Isaka ndio kizazi chake. Haleluya. Amen. Ndio, fukusha mbele mwili yende mbele. Mshuke. Ndio. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Alléluia. Asema hao wote wawili mnatoka kunionyesha hapa ni maagano mbili. Ni maagano mbili. Mshuke mzee. Ndio. Car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, la foi pour la servitude, c'est l'Agar. Alléluia. Asema wale watu wawili ni des alliances. Abraham anajiretrouver na maagano mbili devant yeye. Agano ya kwanza ni huyu nani esclave Hagar. Na ule mtoto wake alizala Ismaeli. Na ile agano ni nini? Ni mlima Sinai. Alléluia. Donc mzee anaanza kutunga deja mlima Sinai bwana. Unaona? Ndio problem. L'île du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Hagar. Alléluia. Asema na ule mtoto anataka kwa esclave Hagar. Kazi yake anakaa ni nini? Ni mbufungwa. Ni mbufungwa tu. Ule mtoto wa agano ya mlima Sinai. Mbufungwa tu.
hawajaaproprie kile kizazi cha kufungwa, utabakia na wewe pa mfungo. Mais c'est pratique. Nikisema tu sasa nianze kunywa pombe leo. Kama mimi sikunywa mimi nitasikia bien. Kifaa mpaka ni leo ndio mimi nasikia bien. Nikipenda ushakatika. Kama nisifaa kushakati mimi nitasikia bien. Donc kuna kwa mfungo haleluya. Ndio ile magano mbili wanaweka mbele ya Abraham. Na wewe wasema kizazi chako wewe ni Isaka. Inatokea kwa nani? Kwa Sara. Na ule servante kwa nini umfukute? Msiogeuze. Ndio. Car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie. Effectivement. Imolima Sinaï. Car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Alléluia. Acha Agar na yeye anakuwa ni Yerusalemu jipya. Utashia kanisa Nazareka pala sema Nouvelle Jerusalem. Ndio vile. Kumbe ni mlima Sinai. Haleluya. Tena tukumbukiza Mungu ndio tayi. Nouvelle Jerusalem. Kumbe ni mlima Sinai. Donc watu wanakuwa wanapenda kwa mambo ila ba comprendre. Nouvelle Jerusalem. Asema Yerusalemu jipya ndio Agar, ndio yenyewe mlima Sinai. Donc unakuwa Jerusalem nyingine. Mshuke mzee. Dieu. Car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem nouvelle ou actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Ok, Dieu. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Asema ile Yerusalemu ya yulu ile ya kumbingu kutumu liberté. Ndio tashikia na kitabu inasema sema là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais kama wewe unaenda ukikuta mbufungo, c'est-à-dire unaingia mu Jerusalem ile ya sasa, Nouvelle Jerusalem. Ndio kile bana kulomba sema, wewe kaje hapo uanze kufukusha ule nani Agar na mtoto wake. Bende mbaya. Ulima Sinai kweli. Unabakia na nani? Sara. C'est la femme libre. Ndio wenyewe mke banakuwa kukupatia hapo. La femme libre. Mshuke mzee. Dieu. Mais la nouvelle, la Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère. Voilà. Ouais. 28. Ok, donnez 28 ça. 28 il nous dit, 28e verset du même livre. Pour vous frères, bandugu yangu mimi. Ok? Pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alléluia. Asema bwa bandugu yangu mimi. Munakuwa sa Isaka. Batoto ba promesse. Mais pale mimi naangalia ni bantu bakubwa beko hapo. Ube mimi nasabu address. C'est-à-dire mahubiri nitafuta kuhubiri ni batoto. Mimi naangalia katikati ya bantu bakubwa. Alléluia. Mais ule yote analikuta seko mtoto. Eko sa Isaka. Ni mtoto wa promesse. Amen. Amen. Usuge vous. Et de même, qu'alors celui qui était selon la chair persécutait celui qui était selon l'esprit. Alléluia. Asema celui qui était selon la chair persécutait celui qui était selon l'esprit. Parce que na la bena obile. Alléluia. Donc kazi ya mwili na yo. Inaangalia roho na persécuter ikute sote. Hii ni historia na yo ya Kain. Alizalika na yeye mwili tu. Kazi yake ilikuwa ni ya kumteswa nani? Abeli. Aske wale watoto wawili nao hawezi kuwa ya pamoja. Donc ule kwa mwili na yeye anaanza kugombalisha wa mjiro. Haleluya. Amen. Ndio. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi, en est-il encore maintenant? Asema ile mambo iko hapo na leo inaonekana mpaka hapa sasa. Parce que si tunafuata Biblia saa histoire Mungu mbele tunapotea sema tulipoyaka Kain anaanza kuombanisha Abeli ndio bilikuwa na ushuka banalikuta mshamba anamuua Abeli. Kwa nini Biblia inafanyishika ni hapa sasa? Donc mwili kazi yao ni kuombanisha wewe. Sasa wewe mtoto wa Mungu bena kulomba hivi mshuke. Ndio. Mais
dit l'Écriture? Banataka kutonesha nini hapa? Twende mzee. Mais que dit l'Écriture? Banatonesha nini? Chasse l'esclave et son fils. Andama mwili. Bakia mbele mziro. Haleluya. Amina. Basi kama unabakia paka mwili sana. Mungu asionekane tena. Mungu asionekane. Andama mwili mama. Tubakie mbele mkiro. Unafika wapi? Niko mu 30. Ndio. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Voilà. Le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est impossible. La chair ne peut pas marcher de pair avec l'esprit. Parce que kama unalikuta saa yote huku mpubaye, mashimango ni wewe, kuchamburana ni wewe, mambo yote ya dunia ile ya mubaya. Soko wewe ya Mungu haiwezi kuexiste wewe. Haleluya. Donc fukusha mbele. Ndio mambo iko hapa ni kuandama. Ndio 31. Ndio. C'est pourquoi frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Nous sommes les enfants de la femme libre. Hatuna watoto wa esclave wa kubakia mwili. Bakipende kuangalia hivi, mzee Geno wanashimama pale, wanaangalia sasa no, mzee yeye ule quand même. C'est-à-dire ile liberté inapaswa kuonekana force yote tu kuna hivi. Liberté inapaswa kuonekana force yote tutajikuta. Mwache hiyo kitabu. Kisha kuacha muda. Tunakawa Éphésiens. OK, Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Ndio. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Tutasoma mjina la Yesu Kristo. Ndio. 13 nous dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Haleluya. Asema wakati unapatikana mwenye katika Yesu Kristo, ndani ya Yesu, na munasikia hii neno na munaipratike na munaamini asema Mungu ndio wa vya kweli. Haleluya. Musa kwa deja na so ya Saint-Esprit. Na ukisimama tu hapa wanaangalia wanasoma pasura sasa no hii ni Roho Mtakatifu hapa. Mshuke mzee. Ndio. Lequel est un gage de notre héritage. Voilà même le symbole de notre héritage. Ni Roho Mtakatifu ile banasele pasula. Mais pour que upate mbele ile so, binabidi mbele uitikie mbele Sara ndio bibi yako wewe. Ule unapaswa ufuate. Banakuonesha sema mtoto wa Mungu ni hivi ni hivi. Unapaswa tembea mpaka hivi. Ndio utapata ile so. Inakuwa symbole ya heritage. Hatuyafika kwa heritage leo. Okay. Twende mwalimu. Asema kama unashikia neno la Mungu, binabidi mbele uipratike. Kisha kuipratike, unayaminia mbele. Après kuyaminia, ndio utakuwa na so. Papa vile akisimama hapa, wanaangalia tu pasula, banasoma hivi sasa non, ça c'est du Saint-Esprit. Haleluya. Ndio sisi ya Mungu. Mshuke mzee. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption, à ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Na kama unakuwa sele na so ya Roho Mtakatifu pasula, bakisome tu manangalia sasa huyu ni mjo wa Mungu. C'est-à-dire ndio utukufu wa Mungu unaonekana. Alléluia. Mzee mwache kile kitabu. Nisha kuacha mwalimu. Ninakawa sana nishi. Jacques chapitre 1, verset 21 à 22. Ndio. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est l'entête. OK. Ndio inakuwa ntete. Ndio. 21 nous dit ceci. C'est pourquoi mes frères. C'est pourquoi rejetant toutes souillures. Mungejete mbele masuire yote mulima Sinai, unafanya nini? Unaandama mbele. Et tout excès de malice. Ile manzambi ile inakuwa saa exagéré. Uandama mbele. Et tout excès de malice. Oui.
Recevez avec douceur la parole. Recevez avec douceur cette parole que je vais annoncer aujourd'hui. Qui a été plantée en vous. Cette parole a été déjà plantée en vous, mais et qui peut sauver vos âmes. C'est cette parole qui va sauver vos âmes. Alléluia. Alléluia. On a fini. 22. Amina.